Albillahi minashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu vya tiba. Leo tena kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu mtukufu tumekutana, lengo na makusudio. Katika vipindi hivi huwa tunapata faida sisi wazungumzaji na nyinyi pia watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu. Imekuwa ni mwendelezo wa vipindi hivi vya tiba katika kuelimisha jamii namna ya kutumia tiba asili, na pia vipindi vya nyuma tulivyovifululiza ilikuwa ni kuwatoa watu katika zile zama za ujima, yani zama za wengine wanaita zama za ujahili, umeona, ambapo watu wengi walikuwa wamepotokea, yani wamezama sana kwenye masuala ya shirki, umeona, ambapo matibabu yanakuwa sio sahihi. Japo utapona, utatumia, lakini madhara yake ni makubwa sana, kwa sababu haya yote tunayofanya hapa duniani mwisho wa siku lazima tutahesabiwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa sasa usije kufanya kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekiharamisha na amekikataza ukajiegemeza kwamba iko siku utatubia. Unaweza kuweka kwamba iko siku utatubia, halafu alikuwa hiyo siku unapanga kutubia ndio siku unaondoka. Kwa ni vizuri kutokurubia au kutokukaribia katika hayo mambo ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Kwa sababu matibabu mengine ukiangalia tu wewe mwenyewe unanyosha maelezo, unasema kwa hapa mtihani. Kwa mfano kama matibabu, mgonjwa anatibiwa, inachinjwa labda mbuzi, halafu anapakaliwa damu mwili mzima, kwamba hiyo ni matibabu au ni uchafu. Hakuna matibabu ya namna hiyo. Maana kwa kuwa tulielezea sana namna hii kwamba watu waachane na hizo tiba ambazo hazifai, tukawa tunaelezea tiba ambazo ni sahihi. Tukaelezea tiba za miguu kwa wale walikuwa wanatatizika na miguu. Kwenye upande wa miguu, hasa hii miguu inayosababishwa na mashetani, wengine inasababishwa na sihiri, hasa zile sihiri za makafara. Unakuta unapita njia panda, unakuta umevunja nazi, viungu. Ule ni uchawi ambapo ukipita kama wewe sio mkusudiwa utakupata, japo hautakudhuru mfano wa vile ambavyo vilikuwa vimekusudiwa muhusika. Wewe utakupata, na kisha kupata sana sana utakuwa unaathiri miguu. Tukaelekeza dawa ambao mtu akitumia inaondosha hilo tatizo. Tumeelekeza mtu achukue jivu, kitunguu saumu, achukue ndimu, achukue pia na anaweza kuweka pia na mafuta taa na chumvi kidogo, akaponda ponda, kisha ponda ponda kavichanganya pamoja, basi anatumia kupaka katika miguu. Hilo tatizo linakuwa lenye kuondoka. Na baadhi yao wamepaka, wamestaajabu. Mtu anapaka miguu yote, lakini mguu mmoja unakuwa kama vile umepakwa chokaa, afu mguu mwingine unakuwa kama vile umepakwa mafuta. Umekuwa ukisumbuka mara kwa mara, biashara haziendi vizuri, wachawi wanga wanakusumbua, watu wanakuonea kijicho kutokana na mafanikio yako. Mkombozi amepatikana. Dawa bora kabisa ya kutoa nuksi, kuondoa wachawi, wanga, gere, vijicho, mikosi na gundu ni Ngaka. Ngaka ndiyo mkombozi wao. Inakinga na kusafisha miili yetu pamoja na majumba, maofisi, mashamba, viwanja na kadhalika. Dawa hii ya Ngaka imetayarishwa na Dr. Bihizi. Anapatikana WhatsApp namba +2555155244946 ama +2555875244946. Huyu ni Dr. Bihizi, mtaalamu wa Ngaka, mkombozi wa wachawi pamoja na gundu. Tunapatikana Magomeni Mikumi jijini Dar es Salaam, mtaa wa Mikumi mkabala na mtaa wa Chekanao A, karibu na yadi ya IRM. Nyote mnakaribishwa. Koje paka wananipigia simu wananiuliza hii imekaaje, nikamwambia ndio hivyo, hizo ni sihiri, lazima zitoke. Mwana mwingine amepaka, baada ya kupaka kaona miguu yake inacheza, yani kama vile mtu anaipiga piga, lakini ni yenyewe kama yenyewe, paka wakabaki na staajabu. Kwa ni mengi ambayo yanayotokea na visa ambavyo tukiwaelekeza watu dawa kitumia wanabaki wanastaajabu. Hasa kwa leo tapenda nielekeze dawa ya kambaku.
Japo sisi tumetayarisha kwetu hapa ofisini, pia na wewe huko uliko ninakuelekeza utayarishe dawa hiyo. Ukishatayarisha alafu utumie. Kwa wale labda watakaona labda maandalizi yake magumu au muda hawana, ndio wanaweza kufika ofisini hapa Magomeni Mikumi wakawa ni wenye kupata dawa ya kambaku. Dawa ya kambaku kwa wengine wanaita vinyama, vile vinyama vya kuota puani. Kwa wenzetu wanaita sinus. Umeona? Sasa dawa ipi nzuri? Dawa ziko aina nyingi. Dawa ya kwanza unaweza kuchukua mafuta ya miski. Ukishachukua mafuta ya miski, chukua na asali. Ukishachukua na asali, unaweza kuongeza kidogo na siki kidogo, hiyo kidogo sana. Changanya vizuri, alafu atakuwa anaweka katika mapua. Kwa hiyo ni ya kwanza, inaondosha. Alafu dawa ya pili ambayo pia inaondosha kambaku au nyama za pua, unachukua asali na siki. Hivi viwili tu unavichanganya na vyenyewe pia vinaondosha hiyo kambaku. Siki inayokusudia hapa sio ile chapa simba. Siki inayokusudia hapa ni eposida. Ukipata ile organic itakuwa bora zaidi, ile ambayo haijachujwa. Umeona, ukikosa ile hata ile iliyochujwa haina neno. Alafu au siki ya mnazi. Kupata siki ya mnazi pia ni bora sana, au siki ya zabibu pia na yenyewe best kabisa. Dawa nyingine ambayo na yenyewe ni nzuri sana kwa upande wa kambaku, unachukua mafuta ya basoda, yale yaliyokamuliwa kienyeji kiasili. Ukishachukua ile mafuta ya basoda yenyewe peke yake unaweza kutumia kupaka, sawa, au ukachanganya mafuta ya basoda, ukachanganya na mafuta ya nyonyo kidogo pamoja na mafuta ya miski. Vichanganye, unakuwa unapakalia kwenye tundu za pua, na hiyo pia inaondosha hiyo tatizo la kuota vinyama vya pua. Hiyo ya kutibu matatizo ya vinyama vya pua pia inatibu na matatizo ya tonsils. Unakuta wengine mafindofindo yamevimba, yamejaa, mpaka mengine yamejitokeza kwa ndani ya mdomo, akiachama hivyo na yaona. Kwa akitumia hiyo kwa kunywa pamoja na kwa kuweka puani, pia yenyewe inaondosha. Hizo tatu nizo zielekeza. Hasa kwa sisi hii tuliyotayarisha inatibu hiyo matatizo ya vinyama vya pua pamoja na matonsils haya, mafindofindo haya yanasababishwa ima na utumiaji wa vitu vya baridi sana, wengine barafu, maji ya baridi sana. Kwa kutumia hii anapaka, kwa mfano kwa hizo tonsils anapaka kwa huku nje, alafu na kwa ndani kwa anameza vitone kadhaa kama 3 hivi au 5. Kwa upande wa puani napo anachukua kwa sababu kifungua hiki unatonekezekea kwenye pua vitone 2 na huku tena vitone 2 au vitone 3 na huku tena vitone 3. Basi anafanya hivyo asubuhi na kabla ya kulala. Hili zoezi akilifanya kwa muda wa wiki moja, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, matatizo yote hayo ya kuota vinyama vya pua yanakuwa ni yenye kuondoka. Kuna baadhi wameenda mpaka mahospitalini, wamefanyiwa upasuaji, wamekaa vizuri, imeenda kwa kuwa kile chanzo cha hilo tatizo hakijaondoka, vile vimelea bado viko. Kwa unakuta tena vinaota vinyama, vikishaota baada ya muda tena anaenda hospitalini, anakuwa ni mwenye kukatwa hivyo vinyama. Kwa hiyo tunakushaurini mtumie dawa ambayo inaondosha vimelea, yani chanzo kile cha tatizo inaondosha. Umeona? Chanzo kishaondoka cha tatizo, basi hata hilo tatizo liweze kurudi, unakuwa umeepukana na umepona kabisa tatizo lilikuwa likikusibu. Kwa kikubwa nilichokuwa nimekusudia kujuzeni ni kuwa dawa tuliyotayarisha kwa sasa hivi hii hapa kwa ajili ya matatizo ya nyama zinazoota puani. Ni tatizo ambalo linawasibu wengi, haijalishi ni mtoto, ni mtu mzima, ni mtu wakati, yeyote yenyewe linamsibu. Kwa hivyo ukiliwahi kwa kutumia dawa, tatizo utaondoka na wewe udhia utakuwa ni mwenye kuepukana nao.
ni kuwageni kwa sababu mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine, kwa sababu sasa hivi tuko katika mwendelezo wa vipindi vingi na tuko pia katika kuikaribisha Ramadhani. Umeona? Na pia kabla sija kuwageni ni kutanabaisheni, ni kuzindueni pia, kwa sababu nimependelea kuweka kama desturi, yani utaratibu wa kuwa na wazindueni. Kuhusu kuna mtu nilimfundisha mti mkuu, baada ya kumfundisha ilikuwa mwezi wa Ramadhani wa mwaka 2023. Baada ya kumfundisha mti mkuu pia akaniomba nimfundishe na mafuta ya mti mkuu, nayo pia nikamfundisha na nikamfahamisha matibabu yake na kadhalika. Sasa cha ajabu, huyu mtu tunasema ana ile roho mbaya ambayo huwa hataki mwenzake awe na neema. Yaani Mwenyezi Mungu ameshampa mtu fulani neema, halafu yeye hataki yule mtu awe nayo ile neema. Umeona? Na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu anasema wa amma binimati rabbika fahadith. Kwa kile tulichomfundisha ilitakiwa akisimulie kwamba hii taaluma nimefundishwa na Dr. Bizi hivi na hivi. Pale ndio kwa Mwenyezi Mungu angeendelea kupata ujira mkubwa. Lakini cha ajabu ameongopea watu kwamba ule ujuzi huo mti mkuu amefundishwa na mzee Malagalasi. Huo ni uongo uliopitiliza. Uongo kabisa wa dhahiri. Na story yenyewe ni ya kutunga, ile ya kubumba kwamba sio alitapikiwa, sio akampeleka hospitalini, mara akampeleka Iringa sio ili aonyeshe mti mkuu. Na huo ni uongo tena wa pili, kwa sababu mti mkuu upatikani Iringa. Mti mkuu unapatikana mkoa wa Kigoma. Pia mti mkuu unapatikana Pemba. Hapo utapata miti mikuu ya kutosha. Ni tani yako. Umeona? Maeneo hayo, mashaallah, tani yako. Hasa mtu huyu kwa kuwa ameweza kuongopea umma kwamba amefundishwa na maiti, inashindikanaje wewe kukuongopea kuhusu hayo matibabu? Kwa sababu tayari ameshaingiza uongo katika dawa ambayo kama hakuna uongo inafanya kazi vizuri. Inakuwa sawa sana kisa kimoja cha Imam Bukhari. Aliambiwa kijiji fulani, pahala fulani, mji fulani, kuna mtu ana hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahihi kabisa, tena moja. Kwa akafunga safari, kaenda mpaka kule kwenye kijiji, akafika, kaelekezwa mtu mwenyewe ndio yule pale. Sasa alivyomuona yule mtu akawa na punda wake. Sasa akawa anataka mkamate yule punda, lakini sasa akawa anamuongopea kwa majani. Lengo lake la mkamate yule punda. Imam Bukhari akaona huyu kama na mlaghai punda wake anamuongopea ili amkamate, inawezekanaje hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe nayo? Japo hadithi ni ya ukweli na ni sahihi, lakini mtu mwenyewe sio sahihi kutokana na hiyo tabia yake. Kwa hiyo ndio hata huyu mwanafunzi wetu ambaye aliyepichuka mipaka, kitu tulichomfundisha ni sahihi, lakini sasa amekiharibu ule usahihi wake kwa kutia uongo. Kwa ndugu zangu, nakutanabaisheni, takuwa na kujuzeni, kwa sababu kuna wengine hawafahamu, mpaka wengine wakawa wanataka waje kuliona kaburi la mzee Malagalasi. Na hali ya kuwa mimi nikifika Kariakoo, mimi ndio naitwa mzee Malagalasi. Watu wanastaajabu. Inawezekanaje mtu wa Kigoma abadilishwe awe mtu wa Iringa? Mambo ya maajabu kabisa. Kwa ndugu zangu, hali halisi ndio hiyo, na kibaya zaidi mtu mwenyewe anajinasibisha na dini. Na baada ya hapo, kwa kujinasibisha na dini, anaongea uongo na watu wengine wanausapoti uongo na kuzagaza na kutangaza. Ni mtihani mkubwa sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema
innal ladhina tuhibbu an tashia al-fahishata fil ladhina amanu walahum adhabun alim, hakika wale wanaopenda uchafu uenee kwa waumini au uovu uenee kwa waumini, Mwenyezi Mungu anasema wana adhabu kali sana, wana adhabu mbaya kweli kweli. Sasa kikubwa ni kukuzindueni kwamba huyu mtu ni muongo, tena uongo wake ni ule uliopitiliza. Kwa hiyo nitakuwa na kujuzeni siku baada ya siku, siku baada ya siku, ili mtambue uongo wa huyo mtu. Ni kuageni, tutaona katika vipindi vijavyo. Billahi tawfik wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.